Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremia, the best presenter wa Uondo TV. Kikubwa ambacho na kushauri mtazamaji wa TV, usisahau kusubscribe, lakini endelea kulike, kushare na kucomment ili uweze kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia matukio mbalimbali ya kimichezo ambayo yanaendelea. Moja kati ya story ambayo inazungumzwa kwa kiasi kubwa ni kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, dabi ya watani, Young Africans Sports Club dhidi ya Simba Sports Club, mchezo ambao utachezwa tarehe 25 mwezi wa 6 2025 katika dimba la Stadio Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam. Taarifa ambazo zimekuwepo kutoka katika bodi ya ligi kuu Tanzania Bara, ambao tunasema kwamba NBC Premier League wameweza kunamna ambavyo taarifa imetolewa kuhusiana na waamuzi ambao wataenda kuchezesha mchezo wa dabi ya watani wa jadi, mchezo wa dabi ya Kariakoo, Yanga Sports Club dhidi ya Simba Sports Club. Bodi ya ligi kuu Tanzania ni TPLB imetangaza majina ya waamuzi watakaosimamia mchezo wa watani wa jadi Yanga Sports Club dhidi ya Simba Sports Club utakaopigwa Jumatano Juni 25, 2025 kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam. Ikumbukwe mchezo huo namba 184 utaamuliwa na waamuzi kutoka Misri, ambapo mwamuzi wa kati ni Amini Mohamed Amin Omar kutoka Misri. Mwamuzi msaidizi wa kwanza ni Mahmoud Ahmed Abol Elilega kutoka Misri. Mwamuzi msaidizi wa pili ni Samir Gamali Saadi Mohamed kutoka Misri. Mwamuzi wa akiba ni Ahmed Mahlos Eligabo kutoka Misri. Kamishna wa mechi Salim Omari Singano kutoka Tanga, yani Tanzania, na mkaguzi wa waamuzi ni Ali Mohamed kutoka Somalia. Yes, mtazamaji wa Uondo TV, hiyo ndio list ya waamuzi ambao wataenda kutumika kuchezesha mchezo wa dabi ya watani wa jadi, yani Yanga Sports Club dhidi ya Simba Sports Club. Umeona kwamba ni sakata zito ambalo maybe watu wamekuwa wanalizungumza kwa kiasi kikubwa kwenye mitandao ya kijamii. Kila mtu amekuwa anakuja na claim yake ya waamuzi kwamba ni mwamuzi yupi maybe anaweza katoka kwenye mchezo wa Yanga na Simba. Kuna watu ambao walikuwa wanampa sifa kwa kiasi kubwa, mtu kama Ahmed Arajiga kutokea Manyara nchini Tanzania, kulingana na ule ubora ambao amekuwa nao, lakini pia Elisa pia ambaye alikuwa anapewa nafasi kubwa, Kayoko pia the same scenario. Lakini this time around kuelekea kwenye dabi Yanga na Simba, mechi ya mwisho ambao inaenda kuamua ubingwa, umeona kwamba official referees kutokea katika nchi ya Misri. Tunafahamu kwamba Egypt ni moja kati ya taifa ambalo linatoa waamuzi bora ambao wana uwezo mkubwa, ambao wana begi ya FIFA, ambao wanajua kitu gani ambacho wanakifanya, lakini pia waamuzi ambao wamekuwa wanachaguliwa kwa kiasi kubwa kuweza kuchezesha michezo mikubwa ambayo ina hadhi ya kimataifa. Kwa hiyo nafikiri ni mchezo ambao unahitaji intention kwa kiasi kubwa, kuanzia kwenye eneo la waamuzi na wachezaji, pia eneo la management, eneo la mashabiki, eneo la pitch ambayo tunasema kwamba ni wachezaji. Kuna kitu cha ziada ambacho kinahitajika. Kwa hiyo we never know, tusubiri kwamba ni kitu gani ambacho kitatokea, lakini to be honest kwangu mimi nafikiri ni taarifa ambayo sio kwamba imekuwa kama big surprise, lakini kile kitu ambacho maybe watu wengi tulikuwa tunatamani tukione kwenye maendeleo ya mpira ni kuweza kuona waamuzi ambao wanatoka out of Tanzania, ambao hizi rumors ambazo zimekuwa kwa kiasi kubwa, ambao wanasema kwamba waamuzi kutoka Tanzania tunaheshimu kile kitu ambacho wamekuwa wanakifanya, lakini kuna namna ambavyo bodi ya ligi wameona kwamba waende mbali zaidi kuelekea kwenye mchezo wa dabi, kuweza kuleta waamuzi ambao wana hadhi ya kimataifa kwa kiasi kubwa. Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremia, the best presenter wa Uondo TV. Kikubwa ambacho na kushauri mtazamaji wa TV, usahau kusubscribe, lakini endelea kulike, kushare na kucomment ili uweze kuwa mtu wetu wa kwanza kujipatia matukio mbalimbali ya kimichezo.